Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Oswald Mwakigere, ambaye ndio kaimu kamanda wa zimamoto mkoa wa Arusha. Mnamo saa 9:08 tulipata taarifa ya tukio la moto kwamba mbao zinaungua eneo hili Mushoni, na baada ya kufika hapa tumefika kama dakika 17 askari wamefika hapa, wakakuta ni kweli moto ni mkubwa sana na umeshika pande zote nne kama unavyoziona, nyumba za upande wa kule ambako wanaishi wananchi, na huku mbele kuna bar, kuna supermarket na kuna maduka mengine, na yote yalikuwa yameshika moto. Kwa tukaendelea kupambana na moto, na baada ya kujulishwa kwamba moto ni mkubwa, ilibidi tuongeze magari mawili kwa ajili ya kufanya jitihada hizi. Mpaka sasa hivi tunaendelea na hatua za kuendelea, tumeshadhibiti, tumezima moto kwenye nyumba zote. Kilichobaki sasa ni hizi mbao ambazo zote zilikuwa zishashika moto, kama unaona ziko pallet kama 8 hivi, zote zishashika moto kuanzia juu mpaka chini, na jitihada zinaendelea kuzima. Changamoto tuliyokutana nayo kidogo ni kwamba hydrant nyingi hazina pressure. Tumejikuta tumeenda kuchukua maji mpaka idara ya maji kwenye chanzo kikuu, tumeenda kuchukua maji. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ilitukuta, lakini kwa sasa hivi tunaendelea kupambana na moto. Tunashukuru Mungu, hata idara ya maji yenyewe sasa wameleta boza, ambapo sasa kwa namna moja hapa nyingine kazi yetu itakuwa rahisi zaidi, kwa maana tutamaliza moto kwa haraka. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu tukio lilitokea usiku na hapakuwa na watu wengi sana, lakini tunashukuru Mungu pia polisi tulipowapigia walifika mapema, walitusaidia kuwazuia wananchi kusogea eneo la tukio, na kwa kuwa sio makazi ya watu, tulianza kwenye nyumba ya makazi ya watu kule ndio tulifanikiwa kuzima, lakini huko kwingine imekuwa changamoto. Lakini kwa kweli hakuna mwananchi aliyedhurika, hakuna madhara kwa mwanadamu. Hasara kubwa ni hizi mbao. Shukrani. Okay, mimi naitwa Steven Mashube. Nimeona kiwango kikubwa cha hasara kilichotokea hapo kutokana na moto mkubwa, lakini tumeona jeshi la polisi, jeshi la zimamoto wako hapa, wanakuwa kwa wingi. Nafikiri kwamba mpaka sasa tunaendelea vizuri, kwa sababu kiwango cha moto ni kubwa, kwa sababu mbao zilikuwa hapa ni nyingi na ilikuwa ni sehemu ya watu kufanya kazi, kwa sababu watu wengi watakuwa wamepata hasara. Majina naitwa Lilian Ntiro, ni rafiki yake mwenye mali hapa. Kiukweli kwenye swala la kuzima moto naona kama kuna kauzembe fulani, na nikiulizwa sana naweza kusema TANESCO pia inahusika, na vimeharibika vitu vingi sana mpaka mwenye mali sasa hivi hatujui ana hali gani. Tulikuwa tunaomba serikali iingilie kati kuchunguza hasa chanzo cha huu moto. Ndio. Mimi naitwa Mfadhili Mushi, mke wangu ndio mmiliki wa hii timu. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kuanzia saa 9, tukakuta moto huko juu unaendelea kuwaka mkubwa sana. Mpaka sasa hivi chanzo hatujakijua, lakini labda kwenye uchunguzi utakapofanyika tutajua nini kimesababisha moto. Labda idara ya zimamoto waliwahi kufika, mliwapa taarifa mapema au wamechelewa au vipi? Unazungumziaje hilo? Ilibidi nipige simu kituoni, nikampigia askari mmoja ndio akapigia simu wakaja, lakini wenyewe nasikia walikuwa washapigiwa simu kuanzia mapema, walikuwa hawajafika. Kwa majina naitwa John Thomas Masawe, ni mkazi wa Mushono, ni mmiliki wa bar inaitwa Starshine. Tukio la moto lililotokea maeneo ya ofisini kwangu hapa, ambalo limeathiri japo sio kwa ukubwa sana, lakini eneo la bao limeisha kabisa. Ila tunashukuru serikali, kwa kweli walipambana, watu wa zimamoto walikuja kwa wakati, japo kulikuwa na changamoto ya gari moja kuharibika, lakini walisaidia kwa asilimia kubwa sana. Upande mwingine wa TANESCO waliwahi kwa wakati, askari walifika kwa wakati kwa ajili ya kulinda mali za wananchi. Tunashauri tu serikali kwa mkoa wa Arusha iongeze idadi ya magari.